Hello, Bwana Yesu asifiwe na kukaribisha tena katika kipindi chetu pendwa cha Ask Maziku. Uko nami Andrew Selemani nikiwa pamoja na mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amempaka mafuta, Dr. Daniel Maziku. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana mtumishi wa Bwana. Na kwa siku ya leo tutakuwa na swali ambalo tutakwenda kulitazama na mtumishi wa Mungu atakwenda kutupatia majibu, ambapo kwa namna moja ama nyingine litaweza kutusaidia kwa vile tulikuwa tunapata utata katika mambo tofauti tofauti ambayo tumekuwa tukiyapitia. Usitoke, ungana pamoja nasi katika siku hii ya leo. Swali ambalo tunalo siku ya leo ambalo mtumishi wa Mungu atakwenda kutupatia majibu ni kwa habari ya kuteseka. Sisi ni watu ambao tunamtumikia Mungu, na kwa namna moja ama nyingine vipo vitu vingi ambavyo vinatokea katika maisha yetu, na tukitazama katika Biblia ambapo Biblia inasema kwamba tunavyompokea Mungu tunakuwa tumebadilishwa na mambo mengi yanabadilika. Lakini kwa nini tunateseka? Kwa hivyo ni moja ya changamoto ambayo imekuwa ikitutatiza sisi kama Wakristo na tukiwa na maswali mengi. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu Dr. Maziku, kwa nini Mungu anaruhusu watu waliomtumikia yeye au wanaomtumikia yeye kuteseka? Asante kwa swali zuri. Kwa nini Mungu anaruhusu tupitie katika mateso, majaribu na vitu vya namna hiyo ingali tumemwamini na yeye ametuahidi kutupatia mema, si ndio? Yeah, of course ni moja ya vitu ambavyo ni challenging sana kwa kipindi hichi kuweza kuvielewa, na mtu asipokuwa na msingi mzuri wa kuelewa anaweza akajikuta anaacha hata wokovu. Amepitia tu katika mambo machache ambayo yamemtatiza kiimani, akaona aache kwa sababu hana uelewa mzuri. Kweli. Ukisoma maandiko katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 31, maandiko yanasema kwamba Mungu kila kitu alichokiumba kilikuwa ni chema. Kwa hivyo basi mpango wa Mungu ulikuwa ni mwema na utaendelea kuwa mwema katika maisha yetu. Katika maisha yote ambayo sisi tumeumbiwa kuishi, mpango wa Mungu ni kwamba sisi tuishi maisha ambayo ni mema siku zote. Kwa hiyo shida ilikuja ikatokea katika lile anguko ambayo ilitokea katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Si ndio? Ndio. Tunaona pale kwamba Adamu alivyoshawishiwa na mwovu, ile dhambi ikamwingia. Hapa ndipo mwanzo wa mabaya yote ulianzia. Kwa hivyo basi naweza nikasema kwamba Mungu ni mwanzilishi wa mema yote, Shetani ni mwanzilishi wa mabaya yote. Yeah. Kwa hiyo mabaya yaliingilia katika sura ya 3 Mwanzo, kwamba hapa tunaona Shetani aliingiza ubaya kwa mwanadamu ambao haukuwa mpango wa Mungu. Kwa mpango wa Mungu siku zote ni mwema katika maisha yetu. Ukiendelea kusoma katika kuanzia sura ya 3 hiyo Mwanzo mstari wa 14 mpaka wa 19, tunapata kuona kwamba Mungu alikuja kutoa hukumu kwa kile kilichotokea pale. Baada ya mwanadamu kuanguka, Mungu alitoa hukumu ya kwamba ardhi imelaaniwa, kwamba mwanadamu atafanya hivi na hivi, atapitia magumu haya na haya. Yale magumu ambayo Mungu aliyatoa pale, ile judgment ambayo Mungu aliiachilia pale, haikuwa kwa sababu yeye ni mbaya. Mungu ni mwema. Yeye alitoa kwa sababu ya nini? Ya lile anguko, ile shida ambayo ilimwingia Adamu pale, ndio ilisababisha yeye aishi maisha namna yale. Kwa hivyo basi kwa kipindi kile ndio tunaona kwa mara ya kwanza dunia inaanza kuwa na hali ile ya aggressiveness kwa mwanadamu. Inaanza kuwa ngumu kwa mwanadamu. Adamu anaanza kula kwa shida, anapambana kwa jasho ndo apate kitu. Sijui unaona? Kwa kumbe ni kwamba yani ile effect ya anguko ndio limepelekea hayo yote ambayo tuko nayo. Naweza nikasema kwamba hivi ushaikuwaza kwa nini Mungu sasa hivi anakunywa damu yetu? Mimi nafikiria maybe kabla ya anguko alikuwa anakunywa hata maji au vitu vingine tofauti na damu, lakini baada tu ya anguko akaanza kufidi kwa damu ya mwanadamu na kusababisha malaria na vitu kama hivyo, ili kwamba mwanadamu tu ateseke. Sijui umeona? Kwa ni kitu ambacho nafikiri ni effect, ni madhara ya anguko ndio ameleta ugumu wote huu. Lakini hata hivyo Mungu hakutuacha wapweke, si ndio? Mungu hakutuacha wapweke. Baada tu ya anguko alisema kwamba nimeweka kwamba mwanamke atakuponda kichwa na utamponda nini? Uzao wa mwanamke utakuponda kichwa na utamponda kisigino, si ndio? Kwa kumbe Mungu alitangaza kwamba ataleta wokovu kupitia Yesu Kristo, kwamba atuokoe, aturejeshe katika ile hali ya amani kama ilivyokuwepo katika kipindi cha Eden. Kwa yote yaliyotokea na magumu yote ambayo yalikuwa yanaendelea ni kwa sababu ya anguko. Na haya yote yameendelea kupersist mpaka hivi leo kwa sababu tu sisi bado tunaendelea kuishi kwenye ile system ya nini?
ya ulimwengu, na pale ambapo unampokea Yesu na kumwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, sikupi garanti kwamba kila kitu kitaondoka, kwa sababu bado kuna ile hali ya tuseme tumeokolewa, lakini bado kuna ile hali ya umimi ndani, ile the old self, ile hali dhambi ya ndani ile ambayo tunaendelea kuisulubisha kila siku. Ile hali ya kujisifu, kujiona wewe ni bora. Kwa hiyo ni dhambi ambayo bado inatutafuna kila mmoja, na kwa namna moja ama nyingine inatofautiana kwa kila mtu. Kwa ile hali ya dhambi bado inatuendesha wengi. Ndio maana tunajitahidi kupambana kila itwapo leo kuweza kumtazamia Yesu, kwamba ninapambana kila itwapo leo ili niweze kufikia ule utimilifu. Lakini pamoja na kupitia mateso bado Mungu anatupenda. Ndio maana kwenye Biblia anasema kwamba pamoja na hayo yote bado yeye anafanya mlango wa kutokea. Ni kweli. Asante sana Dr. Maziku. Basi nikushukuru sana ndugu kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki, kwa swali ambalo tulikuwa nalo kwa habari ya kwa nini Mungu anaruhusu tunateseka, pamoja na kwamba sisi ni watu ambao tunamtumikia yeye, tunakiri kwamba sisi tumempokea yeye na tunaishi maisha yanayompendeza Mungu. Kwa nini tunateseka? Tulitegemea kwamba watu wa nje ndio wangeendelea kuteseka. Natumai kwamba majibu ambayo mtumishi wa Mungu ameyatoa asubuhi ya leo yatakuwa ni majibu sahihi na yatakusaidia katika maisha yako na kuondoa utata kwa habari ya swali kama hili. Basi ulikuwa pamoja nami Andrew, ambapo nilikuwa na mtumishi wa Mungu Dr. Daniel Maziku. Mungu akubariki sana. Ubarikiwe pia mtumishi. Asante sana. Uwe na wakati mwema. Amen.